Mahusiano kati yako na mamako ama ancestors wa mamako. Nimefika kwa nyumba ya 11. So kama uko na moon in Aquarius, naomba usikize vizuri. Kama uko na moon in Aries, sijui Gemini, kisonga hivyo, unaweza kufuatilizia video za chini ukapata kuelewa mawili matatu. So moon sign yako inasimamia fikira zako za ndani, inasimamia hisia zako, memory yako, baraka, laana kutoka katika ukoo ya mama, inasimamia pia karma uliobeba, inasimamia nguvu zako. Ukitaka kujua mimi nikienda mahali fulani watu wanataka nini kutoa nguvu yangu, angalia moon sign yako. Inasimamia mtu wako wa ndani, inasimamia maisha yako ya rohoni. So ikiwa in the negative, unapata moon sign yako iko at 28 ama 29 degree, ama iko in conjunction na Saturn, Mars ama Pluto. Ikiwa in the positive utapata ina 05 iko in 0 degree ama 5 degree, ama ina conjunct Jupiter ama Venus. So tunaanza. Ukiwa na Aquarius moon, ikiwa in the negative, utapata we ni mtu ambaye umekaa na mama ambaye alikuwa anakutenga kwa sababu ya utofauti wako. Unapata huyu ni mama ambaye alikuwa distance na wewe, either kwa sababu kulikuwa na Mungu. Unapata maybe ulikuwa na maumbile fulani, unapata ama maybe watu walianza kukuona wewe kama mchawi. Unajua kuna wale watoto ambao wanaonekana kama wachawi, ama ulizaliwa kwenye familia ambayo ina madhabahu. So unapata wanakutenga, wanakutorosha, unapelekwa places nyingine. So unakaaga bila mama, unakaa kama alien. Unakaa kama asiyeeleweka katika ukoo. So umeishi na mama ambaye ako distance, mama ambaye hajui kupenda, kwa sababu hata yeye pia alikataliwa mahali alitoka. Waliishi kukataliwa. Hiyo ancestral line yako utapata ni watu ambao walikataliwa. So unapata unaishi tu, uko tu, mama hakupendi, hajui hata maana ya mapenzi ni nini, ako very distance na wewe. Unapata pia ni mama ambaye huyu ni mtu ambaye ni short amejilea tu mwenyewe tuseme. Kwa sababu behavior za mama yako ako absent tuseme, ako very detached. Ni mtu ambaye hayuko friendly, hana urafiki na wewe. Ni mtu ambaye alikuacha tu ukufe usikufe, shauri yako. Ni mtu ambaye kwa sababu wametoka kwenye familia ambayo hawajui kabisa kupendwa, hawajui kukubalika, hawajui kuthaminika. Mama ambaye uko tu, amekulea tu kwa sababu tu uko tu, sababu kwa haya hataki kuonekana mbaya kwa watu. So unapata ako tu hapo. Anakaa hapo kama yaya. Ushaiona yaya vile huwa analea watoto? Amekaa kama tu kukusaidia wewe kimaisha, songeshe tu. So huna hiyo connection na mama yako kwa sababu ya nini? Utofauti yako. Maybe nguvu ambazo umebeba, ama unapata maybe uko tofauti na wengine. So unapata mama hakukupenda sana. Lakini kama ulipata mama mzuri, unapata ni mama ambaye alikupenda, alikuona kama rafiki, alikuwa kama mentor kwako, alikuwa kama guide kwako. Utapata huyu ni mama ambaye alikufundisha jinsi ya kujisimamia, kwa sababu kuna utofauti fulani. So amejikufundisha, amenacha hiyo utofauti wako, umejua kujisimamia. Unapata huyu ni mama ambaye alikufundisha idea mbalimbali, akakufundisha jinsi ya kufanya urafiki na watu, kwa sababu pia kuna sinasimamia mambo na mazingira. Unapata ni mama ambaye alikuwa anakufundisha jinsi ya socialize na watu, vitu kama hivyo. Lakini ikiwa in the negative, hapo sasa unapata mamako anakufungiaga tu kwa nyumba. Wewe hata kuona nje ni ngumu. Kwa sababu sasa uko tofauti fulani, uko na utofauti fulani, so unapata hata kunyonya ilikuwa ni ngumu. Maybe uliachishwa matiti ukiwa ni mdogo. Umepitia matatizo sana. Na imefanya watu kama hao unapata wao wanajitega tu. Hawana urafiki na mtu. Wanakaaga kama hermit in isolation. So unapata karma ambayo iko kwenye hii jamii ni watu ambao walifukuzwa kwenye ukoo yao kwa sababu ya vibali ama vipawa ambao walikuwa nayo, ama walirebel, walikataana na mila na tamaduni zilizokuwa kwenye ukoo, so wakakataliwa, wakatengwa. So unapata lazima ujifundishe jinsi ya kufanya nini, ya kuheal hiyo mother wounds, ama detachment wounds. Sasa unapata hawa ni watu ambao kwa sababu walipigwa vitu kwa utofauti wao, wanajitega tu, hawakogo hivyo kimoja. Ile baraka ambazo waliachiwa watu hao, unapata ni watu ambao wako independent, ni watu ambao wanajiamulia vitu, wanakuwa na msimamo, wakiamua ni kitu fulani ni hivi ni hivi. Ni watu ambao unaweza kana huyu mtu hayuko hiyo attachment. Unaona hivi watu wanakuwa very attached. Unaweza kana yeye na alisha kutoka kitambo. Yeye anaendaga na msimamo wake. Hiyo ndio baraka ambazo ziko kwa watu kama hawa. Ni watu ambao wako wambeba legacy
ya kusimamia watu, humanitarians, wale watu ambao ni wa tofauti fulani. So wamebeba hiyo nguvu ya kusimamia mazingira ama jamii. Ni watu ambao ni waongozi, tuseme hivyo. Ni watu ambao ni marafiki, wanafanya urafiki kwa urahisi. Ukipata Mooni na Quiras ambao wameshajifanyia kazi, wana marafiki wengi, hata unachagala sasa huyu naye ni mgani? Yani wako na hiyo charm ya kupata marafiki kwa urahisi sana. Lakini sasa ukiwa in the negative, utapata ni watu ambao wako very distance. Wanakanga tu ndani kwa ndani, hawapendagi hata watu, hawapendi hata kushare mambo yao na watu, wako closed sana. So utapata katika masuala ya rohoni hao wambeba vipawa vya kuona rohoni, vipawa vya huduma. Yani hawa na Pisces na kina water sign pia wambeba vipawa karibu 11 12 hapa. Wana vipawa vya kuota ndoto, waka-interpret ndoto, wana vipawa vya intercessor, interpreter of tongues, uimbaji. Hao wakianza kuimba, wakishukisha kuimba, utafunguka ndugu yangu. Uombezi utawapata ndani, overseer, intercessor utawapata ndani, mediumship utawapata ndani. Lakini wakienda in the negative, wachawi tena havisikii, ndio hawa. So hizo ndo vipawa ambao huwa wako nazo. Haya, unapoangalia nguvu zao, nguvu ambazo hawa watu wamebeba nguvu ya kuweza kuleta amani kwa watu. So unaweza enda mahali umefika mwisho katika maisha yako, akikaa hapo unapata idea ya kuweza kujisaidia. Wambeba nguvu yani ya kuleta amani ndani. Kumbuka amani inapoingia ndani unapata kujijua naenda wapi. Hizo ndo nguvu ambazo hawa watu huwa wamebeba. Nguvu ya amani. Pia nguvu ya kujijua na kujitambua, kujipenda na kujielewa. Kwa sababu wao wanapokea downloads kwa haraka sana kwa sababu ya Uranus. Hawa ni watu ambao utapata wako very intuitive. Akikaa hivi, ashakusoma huko nje, ashakusoma, ashakujua kuna kitu umefanya, hata ukikaa ukianza kumwambia na anafanya tu ashakusoma. So ni watu ambao unapata wako na hiyo nguvu ya kutetea watu. Most Moon na Quiras wanasaidia watu sana. Ni watu ambao utawapata matherapists, watu ambao wako wanadeal na technology kwa internet sana sana utawapata sana. Ila waliachiwa baraka kubwa sana ya kukusanya watu. Ni watu ambao utawapata marafiki wengi, kwenye vikundi utawapata sana. Hawa ni watu ambao kutokea utotoni mwao wameanza, yani hawa watu wanakuwa na mabeshte, marafiki, yani unajiulizaga hata huyu ulipatana. Hawa wanajua kuongea na watu. Hawa sasa ndo wanaweza ukiwa na beshte kama unataka kuanzisha kitu fulani, atakusanyia watu. Huyu hata akianzisha biashara kaangi sana, marafiki wengi, mara huko, mpaka hata kwingine hata upajui unapata kuna mabeshte. So hawa ni watu ambao wanafanya vizuri sana katika masuala ya internet. Akiingia kwa blogging, media, uimbaji, kuongea, public speaking, anafanya vizuri sana. So ikiwa content yangu ina resonate na wewe, unaweza kusubscribe, kulike, comment na pia kushare. Na ikiwa unahitaji kujua mambo mengi sana kuhusu budget yako, maybe mali moon sign yako iko ina Aquarius, maybe in the 5th house ama in the 6th house, na kuna sayari nyingine pale, unahitaji kujua nifanyaje, nianzie wapi ama nitaelewa vipi, unaweza kunitafuta. Link ya TikTok nitaiweka pale kwa description box below. Unaweza kunitafuta pale TikTok, kuna nambari yangu pale, ukanitafuta WhatsApp, ukapata malipo pale juu, ukatafuta WhatsApp nikaweza kukusaidia. I hope umenielewa vyema.